Yani mteja anavyoingia mimi hata sijui maneno yanatoka wapi. Yani nakuwa na vibe naye, yani sio mchezo. Sijui hata maneno yanatoka wapi. Sijui hata maneno yanatoka wapi. Mimi kwa mteja naongea sana. Yani naweza siongea hapo kwenye interview. Naweza kabaki kimoja afu kama viwili kesho. Mbaya bana leo. Nichukue kimoja afu nisirudi. Hem, tuambie kuhusu kauli kwa wateja. Hivi unawezaje kuhandle na kumsoma mteja kwamba hapa sasa inatakiwa tuuze yani? Yaani changamoto kwanza mteja unamwangalia anapokuja, the way anapokuja ndio hivyo hivyo unavompokea. Unaangalia kwanza na yani jicho lake linalenga nini? Unaangalia kwanza matamani yake iko sehemu gani. Ukishaelewa ile changamoto yake, yaani unasoma saikolojia yake nataka nini. Kwa hiyo ukishaelewa hapo ndo hapo popa kukazia. Uwezo unatoka unakuja yaani ni kwamba cha kwanza kabisa ukishapenda kazi unajua hamna kinachoshindikana. Kwa hiyo nakipenda hii kazi. Ni kazi yangu ambayo sina, yani ni kazi ambayo nakipenda sana. Alafu kingine mteja zile anavyoingia mteja inatakiwa una vibe tu, yani furaha hivyo. Kwa hiyo mteja pia anakuwa huru kwako, yani mteja anakuwa sio kwamba mteja anaingia alafu na wewe umekazia, yani mteja paka anakuwa hana confidence ya kuchagua nini na nini. Unamkazia sura ngumu yani. Hakuwa mteja afurahi huduma. Kwa upande wa kaskazini, kwa jinsi ambavyo wewe moment unazozifanya ni tofauti na huko. Yaani ukienda kwenye biashara zingine unakuta mtu amekaza yani anakuambia kitu fulani alafu huko anaendelea na jambo jingine. Wewe kwako umewezaje kuenda hivi? Cha kwanza ndio hivyo kama nilivyokuwa naongea kwamba natakiwa ukipende kwanza kazi. Okay. Kuna kauli fulani nimesikia tajiri. Hii imetrend sana. Hem tupe kwanza hii tajiri imekaje? Hii kauli na tunaisikia sana. Kwanza imekaje? Yaani na namna fulani hivi unamswitch mtu. Yaani kuna yaani mteja anavyoingia mimi hata sijui maneno yanatoka wapi. Yaani nakuwa na vibe naye, yani sio mchezo. Sijui hata maneno yanatoka wapi. Sijui hata maneno yanatoka wapi. Mimi kwa mteja naongea sana. Yani naweza siongea hapo kwenye interview, lakini kwa mteja ndugu yangu kwenye hela usifanye utani kabisa. Hakuna moment fulani leo yani tajiri malizia na hii. Malizia na hii ndugu yangu. Sitafanya siku nyingine. Kwa hiyo wafanya biashara wengi wanapenda kutumia neno tajiri. Tajiri, mteja kwanza si anapenda sifa. Mteja anapenda sifa, anapenda kusifiwa. Yaani hela yako utafute kwa jasho alafu usisifiwe ndugu yangu. Kwa hiyo unapenda sifa. Wateja wanapenda sifa, yani unamsifia. Ila pia unaangalia aina ya kumsifia mteja. Unaangalia maneno ya kumsifia mteja pia. Maneno mengine unaweza kumuuzi. Okay, sawa. Pia unaangalia aina vipi kwenye upande wa kwa ujua sasa hii bidhaa au hii kitu ninachokileta bei unawezaje kuzipangilia? Bei. Yani sasa bei simame hivi. Simame hivi au kutokana na mteja alipokuja. Yani kuna ujanja fulani unatumika? Hapana, asilimia kubwa sana bei zangu zimesimama. Yani aziangalie kwamba the way mteja anapokuja, yani huyu tunampiga huyu tunandia, hamna hizo vitu. Biashara za hivyo watu wanaangalia. Asilimia kubwa sana hizo biashara zinafanya na mawinga. Yani mtu ambaye sio mhusika. Sio mhusika office. Na hii inawaathiri kiasi gani? Hiyo pia inawaathiri kwa sababu gani? Mteja leo anaponunua kwangu, afu kesho kutwa anaponunua kwangu, bei yangu na yule mtu mwingine ni tofauti. Anaona hapa hamna msimamo mzuri. Anaona hapa kuna upigaji. Kwa hiyo wenye ofisi ni vyema zaidi mkasimamia yani ukasimamia pia biashara yako vizuri. Bei yako. Asilimia kubwa sana mimi wateja wangu nimewazoesha kwamba hichi ni bei hichi, hichi ni bei hichi, hichi ni bei hichi. Asilimia kubwa sana ndio hivyo. Hivi unazingatia fashion quality au kulingana na? Nazingatia sana quality pia na fashion. Hivi wakati gani kitu kikishatoka leo yani kina trend leo, kesho umeshakipata hapo. Akichelewe yani tuko ndani ya muda. Vipi kuhusu usafirishaji pia hapo pia kuna changamoto sana. Maana kutokana na kwamba unaweza kusafirisha mzigo kutokana na makampuni ya usafirishaji, mzigo unaweza kukaa njiani, yani kuna siku zingine zinawahi, siku zingine ukitumia cargo ndio hivyo, mzigo unakaa hadi siku ngapi, siku 3, siku 5. Yani saa nyingine mteja anakisubiria kitu amekiagiza
baba, hiyo mteja kila dakika anarudi hapo, unamwambia ise kesho baba, changamoto unakutana naye nyingi sana kwenye mambo ya usafiri, kusubiria mzigo ni na nini. Kuna wakati ulishakatishwa tamaa, mtu akaja kukatisha tamaa kwenye biashara kutokana na kauli zake au kudharau? Mara nyingi sana hiyo. Na wewe ulichukuliaje moment hiyo? Ilikuhamasisha kwanza kukaza au uliishi kinyonge? Mimi nilihamasisha kukaza zaidi. Yaani sijui nisemeje. Kwanza kuna watu walishakukata. Ndio shoti. Yaani ikafikia hatua mpaka mtu anakuambia hapa ni mbulu tu. Hapa mtu yani hapa lazima utatendi kwa muda, kuna muda utakata. Lakini mimi nazidi kupambana zaidi. Siamini zipo ya. Anyway, sawa. Wewe umewezaje kuzishinda tofauti na mimi? Yaani uliamua kupotezea tu au? Mimi napotezea tu. Naamini najiamini mimi mwenyewe. Sawa. Unawaza nini sasa mbele kwa biashara zako? Yaani matarajio yako makubwa baada ya kwangu ni vitendo tu, mtaona. Sipendelee sana kuongea. Vitendo yapo. Okay, sawa. Tuambie bidhaa ambazo pengine unaziuza hapa. Unaona kuna suruali, nguo za kike na za kiume pia. Na viatu. Tushirikishe kidogo ambazo vitu vinafanyika. Kwenye upande wa bidhaa kwa asilimia kubwa sana tumebia sana upande wa kiume. Pia za kike pia zipo, kuna jinsi za kike pia, t-shirt. Unajua kama t-shirt anavaa mtu yoyote, jezi anavaa mtu yoyote. Asilimia kubwa sana tumebezi upande wa kiume. Vitu vya kiume, yani kuhusu outfit ya kiume full zote, yani unachokijua. Kuna kofia, kuna t-shirt, kuna boxer, kuna viatu, kuna slipper, yani aina zote zipo. Fashion pia tunakimbiza fashion kama unavyoona vitu vya Kwa hiyo kwa upande wa vijana wale mabisho pia tunazo kila kitu wanazozihitaji. Sawa. Kwa unawaambie sasa, unawakaribishaje sasa waje delivery zile na nini kama mtu? Tunawakaribisha sana Bless Outfit. Kwanza tunapatikana Dongobesh na Mbulu. Tunapatikana. Kwa upande wa delivery tunatoa delivery. Delivery ni bure, ila usitake punguzo. Yaani kama unataka punguzo delivery, utachangia delivery. Ina shida. Tupe kidogo kwa ushauri wako sasa kwenye hii kazi. Uvumilivu, ubunifu, lakini pia mchakato mzima, washauri vijana kama wewe. Tunatakiwa tuna uvumilivu. Kwanza kabisa inatakiwa yani uamini kitu gani unatakiwa ukifanya. Uwe na malengo tu. Ukijue kwanza kitu gani unakipenda ndio ukifanyie kazi. Mengine kwenye maisha tunayapitia tu kama mapito. Tulie sehemu moja. Ndio kitu ambacho tunawafundisha. Sawa. Kuna vijana ambao pengine uko nao wanatamani kufanya kitu kama wewe chako hicho. Wapo wengi sana na kuna wengi ambao wamejifunza kupitia mimi. Kuna wengine mpaka sasa hivi wananishukuru kwamba tusingejuana na wewe nisingekuwa hapa nilipo leo. Wewe umeweza. Vijana wengi wanakabiliana na changamoto za mademu, bisho na nini. Wewe una mademu? Hapana. Kwa sababu kwenye kung'aa yani na nini kupendeza ndio sehemu ambayo yani wanapendana vitu hivyo. Sasa wewe kwa upande wako una au umewezaje? Yani umesikia vipi ama? Yani kwanza sheria yangu mimi mwenyewe. Yani sheria zangu mimi mwenyewe ya kwangu mimi mwenyewe ndio jiwekea. Siruhusi kutongoza mteja. Hiyo kanuni yangu mimi. Siruhusi kutongoza mteja. Marufuku kwangu mimi. Afu kwanza kwenye skendo ya wanawake nini na nini hawezi kunisikia sana. Hawezi kunisikia. Hauna hisia au umepoaje? Umewezaje? Ninayo official ya. Au inawezekana wewe ndio chanzo bless. Unataka mchango fulani hapo. Mchango ana. Katika kutuliza akili nini na nini.
Pia asilimia kubwa sana sikuweka mambo sana akilini, yani hayapo akilini. Yani nipo tu, yani naamini katika kitu changu ninachokifanya, hivyo hayo mambo haipo akilini kabisa. Shemeji alikuwa na mchango gani kwenye eneo hilo la kushauri wana watoto wa kike hawa na nini? Yani mpaka yani amenisupport sana, yani mambo ya nyumbani mimi kwetu, yani kwa asilimia kwetu, yani mtoto kwanza kutoka nyumbani, yani asilimia kubwa sana wanapenda kufanya kazi ya nyumbani. Yani usiku kutoka, yani hivyo, yani mazingira ni bana ndugu yangu. Kwa hiyo alinisaidia kunitoa pale nyumbani. Ukiangalia wewe sasa hivi ni umri kama miaka 20 plus 20 ngapi plus? Mimi miaka yangu kwenye uhalisia sitataja miaka sana, ila 25 kwenda huko chini. Wewe mbona umejitafuta mapema wewe? Sikia wewe, yaani kuna kanamna vijana miaka 25 ukifika chini hapa, wengi wao wanakuwa na changamoto nyingi kuelewa, yani kuelewa mchongo unaenda hivi na kuelewa kwamba wewe sasa hivi ni wakati wa kuanza kujitafuta kama wewe ulivyojipata ni machache kinoma. Unaweza kuna nini? Nidhamu, sio? Nidhamu, ukiheshimu pesa na mazingira uliokulia. Hauna mashikaji ambao labda wanakushauri ujinga au ule wasikivu? Yani wewe mwenyewe unaelewa mazingira ambayo niliyotokea. Kwa mfano kama mwanzo nilivyokuambia garage, mazingira garage unaelewa ndugu yangu, unakutana na watu wavuta bangi, watu wanaochanja mirungi, ni mambo kibao, unaelewa ulevi mwingi garage. Tuambie na vitu ambavyo huwezi kupunguza bei kabisa, unajua kabisa hivi vya unyama ni kwenye kodi gani? Alafu tuambie kwamba namna ambavyo unavyojitangaza, unatumia platform gani, mitandao ya kijamii, WhatsApp, status kama kipindi hichi kinaitwa status. Status show. So status kwenye WhatsApp na nini, tuambie vitu ambavyo kwanza ambavyo huwezi kupunguza bei bwana, hivi vya unyama sana. Kiukweli vitu ambavyo siwezi kupunguza bei vipo vingi, asilimia kubwa sana. Kwa sababu kama kuna baadhi ya t-shirt siwezi kupunguza bei, kuna boxers bei zinajulikana tu jumla kwa inatembea shingapi, yani haina punguzo. Kuna vitu ni vingi, kuna jinsi za kike pia asilimia kubwa hazipungui. Unaweza kumfeva mteja hapa bana, yani ni kama discount, vitu ambaye inavipunguza discount fulani ya yani kama kumkaribisha mteja. Uliniambia mara ya kwanza ni mfuko, sio nini, si ndio? Labda kuna kingine cha ziada ambacho ni kama kumfeva mteja, kumkaribisha mteja. Au unafikiria kwamba unaweza kuandaa kitu chochote ambacho mtu akija asema pale outfit bana kuna kitu tofauti sana, kienda pale kuna kitu fulani utapewa hapo? Umefikiria hilo au hujajaribu? Hilo nalifikiria pia. Vitu ambaye kwa mfano kuchukua bidhaa, vitu vingi pia unaweza kupunguzwa bei, asilimia kubwa sana punguzo, ukapunguziwa hivyo. Au kama unataka hata delivery pia unaweza kupelekewa hapo wewe, tunaweza tukakupeleka wewe mwenyewe. Yani naangalia wakubwa zangu ambao mitandaoni, yani sheria zangu mimi mwenyewe, ya kwangu mimi mwenyewe niliojiwekea, siruhusi kutongoza mteja.